Jamani, mwanamume akishaoa, mtu wa kusimamia usafi wake ni wewe. Wewe unatakiwa uzingatie nywele za mume wako zinanyolewa kwa formula gani. Wewe unatakiwa uzingatie ndevu za mume wako zinatengenezwa. Wewe unatakiwa uzingatie mume wako usafi wa zile sehemu nyeti. Wewe unatakiwa uzingatie hata mumeo anaoga mara ngapi na anaoga na sabuni gani. Sio mumeo unamuogesha na sabuni ya mshindi. Haihusu kabisa yani. Huo ni utovu wa nini? Wa adabu. Kwa hiyo usafi wa mume ni wa kwako. Mume ana mikucha mirefu, wewe upo wapi? Ana ndevu zimekaa hovyo hovyo, wewe uko wapi? Akivaa singlet akiinua mkono huko kumejaa, wewe uko wapi? Ni aibu kwa mwanamke mume wake kuonekana katika hali ya uchafu. Lakini ukiacha usafi wa mwili, usafi wa nguo zake vile vile upo juu yako. Hata kama hufui wewe, basi wasimamie vizuri wale wanaofua. Lakini ukifua wewe ni bora zaidi. Ndugu zangu, katika mikono ya mwanamke kuna nishati maalum ameiweka Allah subhana wa ta'ala. Unapozifua zile nguo zake, hii nishati inahama kutoka kwenye mikono yako kwenda kwenye nguo yake. Akifua dada wa kazi, nishati inayohama ni ya dada ya kazi. Dada wa kazi akipendwa, usimlaumu mtu. Wakati mwingine tunasababisha sisi wenyewe. Tumetengeneza bond kupitia nguo baina dada wa kazi na nani? Na mume wako. Unashangaa tu hata walianzia wapi hujui. Kumbe sosi ilianzia kwenye nguo, ilienda kwenye chakula, ilienda kwenye vyombo anapofanya nini? Anavyoosha. Nishati ya mikono ya dada inahamia kwa mume, mapenzi yanaanza kutengenezeka, tahamaki wewe na dada wa kazi, mtu na mke mwenza. Ukiacha usafi wa mume, usafi wa kwako wewe mwenyewe, hapo ndo kwenye kishughuli. Mwanamke ukishaolewa unatakiwa kuoga na si kujimwagia. Wanaotakiwa kujimwagia ni kina 3 pale. Masingo lady. Dakika 2 tu kashajimwagia huyo, anaondoka zake. Lakini wewe mke wa mtu unatakiwa uoge. Kuoga maana yake nini? Kuoga maana yake ni kukitendea haki kila kiungo kilichoko ndani ya mwili wako. Wanawake tuna sehemu 12 ndani ya miili, kwenye miili yetu, ambazo uchafu wake wewe huoni, lakini mwenzio anauona. Wewe huoni. Unaweza ukajihisi ni pasafi, kumbe ni nini? Kumbe ni pachafu. Sehemu hizo 12 zinatakiwa zizingatiwe kila unapoingia bafuni kuoga. Inaanza ya kwanza ni kichwa, nywele. Unashuka nini? Masikio. Unakuja pua. Unakuja mdomo. Unashuka kwenye nini? Shingo. Unakwenda kwenye kwapa. Unakuja chini ya nini? Ya maziwa. Unakwenda kwenye kitovu. Unashuka chini ya tumbo. Unakwenda kwenye mstari wa ikweta hapa nyuma. Kisha katikati ya paja na uke, na mwisho ni uke wenyewe. Hizo sehemu 12 zinatakiwa zisafishwe kwa mazingatio makubwa. Kwani hizo sehemu zina asili ya kuweka uchafu. Uchafu ambao wewe huoni, lakini mwenzako anauona. Lakini usafi wa mwisho ni usafi wa watoto. Mume anaporudi nyumbani, akakuta watoto wake ni wasafi na wamevalishwa vizuri, wamependeza, inatengeneza mapenzi kwa yule aliyesimamia usafi wa hao watoto. Kwa tujitahidi kuzifanya nyumba zetu ziwe safi.
waume zetu wawe wasafi, sisi wenyewe tuwe wasafi, na watoto wetu wawe wasafi, tutaongeza mapenzi kwa waume zetu. Tunapoingia ndani ya maisha ya ndoa, tunakuwa wapya. Lakini baada ya muda, tukisha zoeana na waume, unakuwa ni wa kawaida. Sasa ili usiwe wa kawaida, unatakiwa kuwa mbunifu. Ubunifu katika mapishi, ubunifu katika mavazi, ubunifu katika mpango wa nyumba na chumba chako, ubunifu katika mapambo, ubunifu katika tendo la ndoa na mengineyo. Kwa hiyo mwanamke unatakiwa kuwa mbunifu katika kila jambo lako. Yaani kitu kile kile unakifanya kwa namna tofauti tofauti, ili huyu bwana aone kama ni jambo jipya na limfurahishe zaidi. Kumbe ni jambo lile lile tu, bali umelitengeneza kwa namna nyingine. Katika jambo lililokosekana kwa wengi miongoni mwetu wanawake tulioko ndani ya ndoa, tumekosa kabisa ubunifu. Kila siku tunafanya yale yale. Kwa mfano, ukianzia kwenye chakula, mwanamume nafika mahala ana krem kwamba nikienda nyumbani nitakuta tu ugali na sato aliyeungwa kwa mafuta, habari imefanya nini? Imeisha. Au nitakuta wali na maharage yaliyoungwa na nazi au na mafuta, habari imefanya nini? Imeisha. Na wengi kwa huku maeneo ya huku tena utakuta na hizo ndizi Bukoba sijui na ndizi nini, habari imefanya nini? Imeisha. Jamani, chakula raha yake ni kiwe kinabadilika badilika. Hata kama unapika wali, lakini huo wali huo unabadilika badilika. Waswahili wanasema mchele mmoja mapishi ni mengi. Mchele peke yake unaweza kuubadilisha ukapika aina 20 za wali. Yaani kila siku mume anakutana na wali wa aina nyingine. Lakini hizo ndizi unaweza ukawa unazitengeneza kwa namna tofauti tofauti. Anaikuta ndizi lakini imepikwa kivingine. Hao dagaa, lakini unaweza kuwapika kwa aina tofauti tofauti. Jamani, sasa hivi elimu iko wazi. Ingieni mtandaoni, si kuangalia vitu vya kipuuzi. Ingieni mkajifunze mapishi ya kila aina. Lakini ukiacha kupika ni jambo moja, kukiandaa iko chakula ni jambo jingine. Unaweza ukapika vizuri, lakini katika kukiandaa ukamfanya mlaji akose na hamu ya kula. Umepika mwenye chakula chako kizuri kabisa, lakini umempakulia mume kwenye sahani ya plastiki. Umempakulia mume kwenye senia limeshaanza katika kule pembeni. Umempakulia mume kwenye chombo hata hakieleweki. Vyombo vizuri umeviacha kabatini, vinapamba nini? Kabati. Na vinatoka kabatini siku akija mgeni. Jamani, vyombo vizuri sio vya wageni. Vyombo vizuri ni vya baba mwenye nyumba. Mpakulie mumeo chakula katika sahani nzuri inayopendeza. Mwekee chakula katika tray nzuri inayopendeza. Kikombe kizuri kinachopendeza. Yaani anakula anajihisi kwamba mimi nimeheshimiwa. Lakini vyombo anavyolia chakula mumeo, jitahidi wewe unaviosha mwenyewe na unavihifadhi mwenyewe katika mazingira mazuri. Hiyo yote inajenga mapenzi baina ya sisi na waume zetu. Lakini ubunifu namba 2 ni ubunifu katika mavazi. Hakuna kitu kinachowavutia wanaume kama kumuona mkewe
akiwa katika style tofauti tofauti za mavazi. Mama zangu na ndugu zangu, hizi jalbabu hizi tunatakiwa tuzivae tunapotoka nje ya nini? Ya majumba. Hayo madira na vijora tunatakiwa tuvivae katika mazingira mengine, lakini tunapokuwa na waume zetu tunatakiwa tuwavalie mavazi maalum ya kumvalia mume. Katika hayo mavazi unatakiwa kila siku unatengeneza design tofauti ya mavazi. Leo umevaa nguo mkono mmoja inayo mmoja haina. Kesho umevaa nguo haina mikono kabisa. Kesho kutwa umevaa nguo tumbo liko wapi? Liko wazi. Mpo wenyewe wawili chumbani, unamuogopa nani? Tuwavalie waume zetu vinguo vifupi vifupi wapate kuiona miili yetu na shepu zetu tulizojaliwa na Allah subhana wa ta'ala. Utamsikia mtu anasema mie tumbo langu kubwa. Kwa likiwa kubwa, kwani yeye hajui kama wewe tumbo lako ni kubwa? Alafu unaweza ukafikiria kwamba tumbo langu likiwa kubwa mume wangu halimvutii, kumbe mwenzio hiyo ndo starehe yake. Shepu ikishabadilika mwanamke anaacha kujiamini. Muda wote anajifunika. Kumbe inawezekana hiyo shepu iliyobadilika kwake yeye ndio kivutio. Wewe unajibana, unambania mtoto wa mwanamke mwenzio. Akitoka nje anaona wanawake wamevaa nguo za kila aina. Akija nyumbani kwake mwanamke masaa yote kajifunika gubi. Utafikiria anakwenda kwenye muhadhara. Tunapaswa kuwa wabunifu katika mavazi. Tuwavalie waume zetu nguo zinazowavutia. Lakini jingine ni ubunifu katika mapambo. Mwenyezi Mungu na mtume wake wametuwekea pambo katika kila kiungo cha mwili cha mwanamke. Kila kiungo kimepewa pambo lake. Pambo la kichwa ni kuzisuka nywele vizuri na kuzibana na kuzitengeneza vizuri. Pambo la sikio ni kuvaa nini? Hereni. Pambo la pua ni kutia nini? Kipini. Pambo la mdomo ni kuweka nini? Lipstick. Pambo la jicho ni kutia nini? Wanja. Pambo la shingo ni kuvaa nini? Cheni. Pambo la kiuno ni kuvaa shanga. Pambo la mguu ni kuvaa kikuku. Pambo la mkono ni kuvaa nini? Bangili. Pambo la vidole ni kuvaa nini? Pete. Kipe kila kiungo haki yake kilichowekewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tujipambe kwa ajili ya waume zetu. Akiangalia kamguu kamependeza na kikuku chake, kila mahala akiangalia anavutiwa. Tujitahidi katika mapambo mama zangu. Wanawake wengi tunajipamba tukienda harusini au tukitoka nje ya majumba, tukiwa nyumbani wachafu muda wote, kiasi kwamba inaondosha mapenzi baina yetu na waume zetu. Lakini kitu kingine kinachotaka ubunifu ni chumba chako. Chumba, kile kitanda tu unatakiwa ukitandike kwa staili tofauti. Na shuka za aina tofauti. Na ili uweze kukipamba kitanda chako vizuri na kuwa mbunifu katika kukipamba, jitahidi kitanda chako kwa uchache kiwe na mito 8. Kwa uchache mito mingapi? 8. 4 ile ya kawaida, 2 ile mito midogo, na 2 ile mito ya sausage. Ukiwa na mito 8 unaweza kubadilisha staili ya utandikaji kila mara, na chumba chako kikawa na muonekano wa aina tofauti. Lakini wanawake tuache uvivu wa kununua shuka. Unakuta mwanamke ana madera 50, ana shuka 2.
Akitoa hii kabandika hii mpaka mume amezikrem. Nisipoikosa hii nitaikuta hii. Kama tunavyonunua madira mengi, mabaibui mengi, vijora vingi, pia tuwe na mashuka mengi. Mimi katika kitu sikifanyii mchezo ni kitanda changu. Kwa uchache yani nikiwa na shuka chache nina shuka 40. Miezi miwili nabadilisha shuka na sijarudia ile ya nini? Ile ya mwanzo. Vipi uwe na madera 40 alafu una shuka 2? Inahusu? Kitanda chako ndiyo ikulu yako. Ndiyo mahala raha inakopatikana. Kwa nini unakifanyia hiana ya kukitengeneza na kukitandika vizuri? Lakini jambo jingine na utaji ubunifu, hili jamani sitoweza kulizungumza kwa sababu kuna kamera inani rekodi na kuna watu huko wananifuatilia tendo la ndoa. Hili huwa silizungumzagi hadharani. Kwa hili mkiweza kulitafutia ground nyingine nitalizungumza. Lakini kingine kinachohitaji ubunifu ni katika kumuita mwanamume majina mazuri mazuri. Sio kila siku unamuita baba fulani, kila siku unamuita jina lake. Penda kumbadilisha mumeo majina ya kumuita. Leo umemuita sweet, kesho umemuita honey, kesho kuto umemuita darling, leo umemuita my sweet, my chocolate, my nini, mnajuaga wenyewe. Sio mwanaume anamuita jina lake lile since then mpaka leo. Penda kumbadilisha mumeo jina. Na sio tu kumbadilisha jina, pia hilo jina liite kimahaba. Mpaka mwenyewe anajisikia kwamba mimi kweli huyu ni nani? Ni mpenzi wangu. Lakini kitu kingine katika ubunifu, kuna kitu mimi huwa nawafundisha kama biharusi wangu. Katika chumba cha mwanandoa lazima kuwepo na tray ya bwana. Tray ya bwana inakaa chumbani na haitoki chumbani. Namalizia nimeshaliacha hiyo. Usizime. Usizime. Kuna wanaume nje. Naam. Chumba cha mwanandoa nimesema kiwe na tray ya nini? Tray ya bwana. Jamani, mwanamume hatakiwi kutoka nyumbani hajatia chochote wapi? Mdomoni. Hata kama atatoka mapema kiasi gani. Hiyo ndio maana ya kuwa na tray ya nini? Ya bwana. Tray ya bwana inatakiwa iwe na thermos. Thermos ambayo masaa 24 ina maji ya moto. Ili ikitokea ndio kutoka haraka, kuna maji ya moto, kuna tea masala, kuna maziwa, fasta unamtengenezea chai, anakunywa, anafanya nini? Anaondoka. Haina haja ya kwenda jikoni. Katika tray ya bwana lazima kuwe na kicontainer ambacho ndani kina kitu cha kutafuna. Iwe ni visheti, iwe ni karanga, iwe ni korosho, umemtengenezea kichai na kitu cha kutafuna, huyo anafanya nini? Anaondoka zake. Tray ya bwana, jamani, baada ya lile jambo letu lile, wanaume huwa wanatumia nguvu nyingi, wanahitaji kitu cha kurefresh. Hiyo nayo ni kazi ya nini? Ya tray ya bwana. Kwa kila mwanamama ambaye hana tray ya bwana chumbani kwake, tafadhali aende akafanya nini? Akaiweke. Huo ni moja kati ya ubunifu muhimu kwa mwanandoa mwanamke wa Kiislamu. Lakini kingine katika ubunifu tunakiita chai ya fikra. Jamani, chai ya fikra hii ni chai maalum ambayo huwa anatengenezewa mume mara 1, 2, 3 au 4 kwa mwaka. Yani hiyo chai inatakiwa iwe the memorable one. Yani akiipata hiyo siku anatamani kuipata tena, lakini hatakiwi aipate mara kwa mara. Ndiyo falsafa ya kuita chai ya nini? Chai ya fikra.
Chai ya fikra inahitaji gharama, inahitaji iandaliwe vizuri, ina mambo mengi na vionjo vingi. Siku ya chai ya fikra lazima wewe mwenyewe umejiandaa, nguo umeziandaa maalum kwa ajili hiyo, na ziwe nguo za kimtego mtego. Uwe umeandaa chai yako, tena chai pambe nzuri ya maziwa iliyokolea viungo. Uwe umeandaa kitafunwa kizuri ambacho Bwana huwa anakipenda. Wewe mwenyewe uwe umejipamba, kila kiungo umekipa haki yake ya nini? Ya mapambo. Ikiwezekana umetia hina pamoja na piko. Siku hiyo uwe umejiandaa kumpa mume mchezo wa kinguvu, yani mechi pambe. Lakini siku hiyo uwe umejiandaa kumfanyia mume singo ya maana, kiasi kwamba ukishayafanya yote hayo inabakia kwenye akili ya nani? Ya mume. Alafu hapati tena mpaka siku utakayojipanga kwa wakati mwingine. Mama zangu, tuweni wabunifu kwa waume zetu ili tutengeneze mapenzi baina yetu na waume zetu.